saa 8 mchana yule askari polisi ambaye alikuwa wakati huo amelazwa hospitali ya Bugando alipoteza maisha. Hizi ni nondo za habari kutoka Kimgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Askari wa usalama barabarani and traffic CPL Tumsifu Wilson Kileo amefariki dunia kufuatia ajali ya kugongwa na gari aina ya Toyota Hiace alipokuwa akitekeleza majukumu yake ya kuongoza magari jijini Mwanza. Askari huyo aligongwa na gari tarehe ya 10 ya mwezi wa pili mwaka huu, hali iliyolazimu kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Bugando kwa matibabu, lakini alifariki dunia Februari 13 majira saa 8:30 mchana akiwa amelazwa hospitalini hapo. Mwili wake umeagwa tarehe ya 16 mwezi wa pili katika ibada iliyofanyika nyumbani kwake mtaa wa Kagera, kata ya Buhongwa, wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbord Mtafungwa amesema dereva wa gari linalohusika na ajali hiyo tayari amekamatwa na anaendelea kuhojiwa na jeshi la polisi. Kama ambavyo tayari tulikuwa tumetoa taarifa ya tukio la ajali iliyohusisha kuwagonga watu wawili na kusababisha majeraha. Utakumbuka nilieleza kwamba mmojawapo kati ya watu waliokuwa wameumia kwenye ile ajali ni askari wa jeshi la polisi ambaye alipata shida hiyo akiwa anatekeleza majukumu yake. Lakini sambamba na hilo kuna mwananchi mwingine ambaye naye alijeruhiwa. Sasa baada ya kuendelea kupata matibabu, ilipofika siku ya Ijumaa saa 8 mchana yule askari polisi ambaye alikuwa wakati huo amelazwa hospitali ya Bugando alipoteza maisha wakati anaendelea kuhudumiwa na jopo la madaktari pale Bugando. Yule mwingine ambaye alijeruhiwa akapelekwa hospitali ya Sekotule, yeye amekwisha ruhusiwa sasa hivi, anaendelea vizuri, anaendelea na shughuli zake baada ya ile tukio la ajali. Lakini nilieleza kwamba dereva baada ya kufanya ajali alikimbia. Jeshi la polisi tulihakikisha kwamba tunatafuta kila mtu aliyehusika na uzembe uliopelekea ajali hiyo mbaya, ambapo mara moja tulimkamata mmiliki wa hiyo gari ambaye mpaka sasa ameendelea kuhojiwa katika kituo cha polisi Nyamagana. Nilieleza ameendelea kuhojiwa kwa sababu yeye ni mmiliki wa gari na ile gari alikuwa ameikabidhi kwa mtu ambaye hakuwa ametunza kumbukumbu zake kama inavyotakiwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Lakini tuliendelea na jitihada za kumsaka hasa yule dereva aliyehusika na tukio hilo la ajali, ambapo jeshi la polisi lilifanikiwa kumkamata. Ilikuwa ni siku ya juzi. Dereva huyo amefahamika tayari baada ya kuwa amekamatwa. Anaitwa Alphonse Frederick Kaishozi. Huyu amekamatwa kule mkoa wa Kagera katika kijiji cha Bubare, wilaya ya Bukoba vijijini, mkoani Kagera. Na sasa hivi tunapoongea ameshaletwa katika mkoa wa Mwanza na anahojiwa na amekiri kuhusika katika ile ajali. Kwa hiyo taratibu kwa mujibu wa sheria za kumfikisha mahakamani zinaendelea kufanyika. Kwa hiyo atafikishwa mahakamani mara moja tutakapokuwa tumekamilisha uchunguzi wetu na taratibu zetu kwa mujibu wa sheria. Akizungumza katika ibada hiyo, mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda amewasihi askari na viongozi kwa ujumla kutekeleza majukumu yao kwa weledi pamoja na nidhamu ili kuacha kumbukumbu njema katika utumishi wao. Ni kwamba siku zetu za kuishi duniani siku zote sio nyingi. Hata ukijaliwa miaka 90 ni michache sana. Umri wa kuishi kwenye makaburi ni umri mrefu kuliko umri wote wa dunia. Hata ukifariki una miaka 120. Lakini leo ukipita kwenye makaburi utaona kaburi la mtu ambaye amefariki na miaka 100, lakini ameishi ndani ya kaburi kwa miaka zaidi ya 100. Kwa hiyo hii tukumbushe kwamba maisha ni hadithi kwa mujibu wa Mzee Mwinyi. Kwa hiyo tuwe hadithi nzuri kwa watakaosimuliwa kuhusu uhai wetu. Wale ambao wamepata nafasi kama Tumsifu ya kuitumikia nchi yao
na wengine ambao tuko hai, tuliopata fursa Mungu katuruzuku tuitumikie nchi yetu, basi tuitumikie nchi yetu kwa uadilifu, kwa upendo wa hali ya juu, ili tuondoke duniani tukiacha hadithi inayovutia kwa watu wengine. Kamanda ameeleza mazuri ya marehemu na mimi niungane naye. Simfahamu marehemu kwa kina, kwa hiyo siwezi kusema sifa zake kemkem, lakini yale yaliyosemwa na waliotangulia hapa yatoshe kwamba niungane nao kwamba ni sifa njema ambazo marehemu ameziacha. Kwa hiyo niendelee kutoa pole kwa familia, ni msiba mkubwa, lakini askari wetu amefariki akiwa anatekeleza majukumu yake. Kwa hiyo tuendelee kumwombea dua, tumuombee sala, tumuombe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ampunguzie adhabu, amuondolee dhambi zake za kibinadamu na amuweke mahala pema peponi. Baada ya ibada ya kuaga mwili jijini Mwanza, mwili wa marehemu tumsifu Wilson Kileo umesafirishwa kuelekea Lyamungo wilayani Hai mkoani Kilimanjaro kwa ajili ya maziko. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.